Leo ni siku ya kuonyesha ukubwa wa Simba. Leo ni siku ya kumwona Selemani Mwalimu Gomez akishika fimbo yake akielekeza wanafunzi. Ndio wale wanafunzi wakiona kina Baka, wanafunzi wale ndio wanafunzi wake na kuwachapa. Kaa hapa, tukabi hivi, tunakaba hivi, Diala tudaki hivi, tunadaka mwenye kifimbo chake, kifimbo cheza. Huyo ni mwalimu. Alafu kuna mtu wa kuwatoa nyongo, kushtua kidogo nyongo. Lipasi age na aula. Usiseme aula kama vile mngoni mimi. Sema aula. Lipasi age. Kwa hiyo mashabiki wa Simba leo tujiweke fiti, kalikiti, ushindi lazima. Haina draw. Chama hakimbii kama nyumbu. Kama wale wazee fulani wenye vivi fulani wale. Wamekoma sura kama Tyler Tinga. Chama akikamata mali huwa macho yake ni mapana, anaangalia wapi pa kupeleka mali, hakimbii ovyo. Ndio maana Chama yeye ni mtu pisi sana na nimuelewa sana. Anapokamata mali anajua nani yuko wapi, nifanye kitu gani, kuliko wao wakipata mali watakukimbizana kama nyumbu. Sasa wakikimbizana kama nyumbu, huko nyuma kuna Derek yuko nyuma, kuna Tule yuko nyuma, kuna Kapombe, kuna Yusufu Kagoma amegoma kwenda, yupo nyuma. Wewe kimbia na mbio zako, wasema mbio za sakafuni uishia ukingoni. Kwa hiyo wewe unamuita nani ule dogo aitwa nani ule mtoto aitwa nani ule aitwa nani? Okelo huyo Mbokelo ndo amna kitu kama hicho. Anakimbia lakini anakuwa ni mtu ambaye kweli katika ukiangalia ni mtu mkimbiaji, lakini hana ile fitness ya kuwa na mpira na mahali kupunguza mabeki wawili watatu, na kajaribu ilitokea mara chache sana. Lakini angalia Simba namna anavyotengeneza mipira. Labda ngombe kitu kimoja, ndugu mtangazaji. Simba safu yake ya ushambuliaji huwa inaanza na kipa. Itoka kipa inakuja kwa beki Shendeleki. Shendeleki anamwangalia Yusufu Kagoma. Kumbuka mpira unatembea hapo kwenye namba maalumu. Sio kama zile namba za kupiga hesabu zile. Namba inaanza kwa kipa namba moja, inaenda kwa Leshen, ikitoka Leshen inakuja hapa katikati hapa Yusufu Kagoma. Yusufu Kagoma anamwangalia Aula yuko wapi, anakamata mali. Aula anamwangalia Selemani Mwalimu yuko wapi. Umeona? Kuliko hawa mpira wao wanaocheza wao ni kutafuta matokeo. Simba inatengeneza matokeo. Mambo ni aje mzee mwanangu? Bwana, so vipi hali yako? Uko vyema? Mimi niko poa kabisa. Unazungumza na nani? Unazungumza na almaarufu Dume la Pwani kwa hapa Maguzoni na hali viunga vyake, ila kwa majina anaitwa Ignas. Yeah. Kariakoo Derby hapa hii. Kariakoo Derby tuko nasubia kwa hamu, kwa sababu siku imefikia, siku imetimia, kwa sababu tulioitarajia ndo leo ndo tarehe 3, utaona magoli 3 na pointi 3, mnyama akitikisa katika nyavu. Jigi Diala akiwaelewi wapi aende wapi elekee. Selemani Mwalimu mwenye fimbo yake, mwalimu wake akifanya mambo yake kama kawaida. Clatous Chota Chama akituliza vizuri pale, Aula akichezea mambo mazuri, akitutia utamu vizuri. Blaza, leo usiseme sana kwa sababu siku tulikotarajia ndio leo. Kwa sababu walikuwa wanatudai, wanataka madeni, ndio tunawapa. Tulianza Zanzibar, wakaanza kuleta mushkeli, bado haishi mpaka aisha, kwa sababu leo ndio siku ya kuisha. Kwa leo siku ya 3, tarehe 3 tunafanya mambo yetu. Baada hapo tutakutana FA. Kwa hiyo haishi mpaka aishe. Haishi mpaka aishe. Shabiki wa Yanga angalie leso gani inayofaa yeye kujifutia machozi, angalie wapi kukaa hapa kutuliza, ila tu naomba tu asinyonge, kwa sababu namna leo washatuza sana kutuonea shehe. Watuonea sana. Deni linaenda kulipwa. Deni linaenda kulipwa, na si tuulize maswali kwa madeni tunalipaje. Hiyo ni namna yetu sisi. Tutalipa kwa mfumo upi, kwa staili ipi, mikao ipi, sisi ndio tunajua tutalipa vipi hilo deni. Leo ni siku ya kulipa deni. Tunatoa ule unyonge. Leo tunaenda kuheshimisha Simba. Ile mashabiki wa Simba watoe hofu. Leo ushindi lazima, tutashinda kwa kishindo kikubwa. Popote ulipo shabiki wa Simba, popote ulipo fans wa Simba, angalia channel Fans Simba, angalia leo dabi ya Simba saa 12 tunaenda kuonyesha ukubwa wa Simba Sport Club. Kaa tayari. Wanasema wanaitamani sana hii mechi mara baada, kwani ile ilikuwa ni kama mechi tu mashindano ya kawaida. Kwa hiyo mechi ya dabi halisi ni ya leo. Wakisema kwamba ilikuwa ni mpira kawaida au dabi ya kawaida, shabiki wa Yanga huo ni uongo, kwa sababu amekipoteza. Kwa sababu kama angekuwa yeye ni mechi ya kawaida, basi angetolewa na Azam mapema tu. Tungemjua kabisa kweli huyu ana dhamira ya dhati ya tarehe 3.
lakini alikuwa na uhitaji kombe la Muungano, unaona, na amelikosa, na amecheza dakika zote 120 na amelikosa. Kwa hiyo unasemaje kwamba haukuwa fiti hivyo, unasubiria tarehe 3? Mkosaji huaga hakosa ya kuongea. Kwa hiyo kile tulichokishuhudia Zanzibar tutarajie kuishuhudia leo tena Isamuhyo. So kushuhudia tena leo ni zaidi ya pale. Pale ulikuwa udambu, umeona Aula pale ametoka. Umeona kuna Yusuf Kagoma mwenye roho mbaya yake ametoka. Kwa hiyo ilikuwa kama zuga, na Simba ni timu kubwa, ni timu pekee Afrika yenye namna yake. Hata Al Ahly National pia wakikutana Simba wanajua kweli tumekutana kitu. Kweli tumekutana klabu yenye uwezo wake, yenye uredi wake, kuanzia wachezaji mpaka uongozi. Kwa hiyo Simba ukiangalia mchezo wake ulikuwa kawaida tu wa kudefense, mashambulizi machache, ila dakika zile za nyongeza umeona kabisa Chama ni nani, umeona kabisa pasi again ni nani, umemwona Selemani Mwalimu ni nani. Ni watu ambao wanabadilika kila muda. Wanalalamika juisi zile labda ndo kama namna gani vipi, yani ziliongeza zililainisha vitu, wanasema juisi za zambarau unaona wapi hizi? Mbona wale ingia na vibakuli vyenye tende? Wewe unaweza kaamini kama zini tende? Wewe tuko Morocco kwa ukakoja na vitende pale? Hilo la kwanza. Hawakuangalia mechi za nje. Mechi za nje unaona kabisa mtu yani ile ni nani yake wewe mwenyewe. Kama unahisi ni vitu tofauti na wewe fanya iga tuone kama wewe kweli ile ni maji tu ya kawaida. Kwa hiyo tumedanganya, wanashangaa Chama huyu walikuwa wanasema mzee mbona lazima 120 na bado anautaka. Sikiliza ndugu yangu nikwambie, Chama hakimbii kama nyumbu, kama wale wazee fulani wenye vivi fulani wale wamekoma sura kama Tyler Tinga. Chama akikamata mali huwa macho yake ni mapana, anaangalia wapi pa kupeleka mali, hakimbii ovyo. Ndio maana Chama yeye ni mtu pisi sana na ni muelewa sana, anapokamata mali anajua nani yuko wapi, nifanye kitu gani, kuliko wao wakipata mali watakukimbizana kama nyumbu. Sasa wakikimbizana kama nyumbu, huko nyuma kuna Delek yuko nyuma, kuna Tule yuko nyuma, kuna Kapombe, kuna Yusufu Kagoma amegoma kwenda, yupo nyuma. Wewe kimbia na mbio zako, wasema mbio za sakafuni uishia ukingoni. Kwa hiyo wewe unamuita nani ule dogo aitwa nani ule mtoto wa aitwa nani ule aitwa nani? Okelo huyo Mbokelo ndo amna kitu kama hicho. Anakimbia lakini anakuwa ni mtu ambaye kweli katika ukiangalia ni mtu mkimbiaji, lakini hana ile fitness ya kuwa na mpira na mahali kupunguza mabeki wawili watatu, na kajaribu, ilitokea mara chache sana. Lakini angalia Simba namna anavyotengeneza mipira. Labda ngombe kitu kimoja ndugu mtangazaji. Simba safu yake ya ushambuliaji huwa inaanza na kipa. Itoka kipa inakuja kwa beki Shendeleki. Shendeleki anamwangalia Yusufu Kagoma. Kumbuka mpira unatembea hapo kwenye namba maalumu. Sio kama zile namba za kupiga hesabu zile. Namba inaanza kwa kipa namba moja, inaenda kwa Leshen, kutoka kwa Leshen inakuja hapa katikati hapa Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma anamwangalia Aula. Aula yuko wapi? Anakamata mali. Aula anamwangalia Selemani Mwalimu yuko wapi? Umeona? Kuliko hawa mpira wao wanaocheza. Mpira wao wanaocheza wao ni kutafuta matokeo. Simba inatengeneza matokeo, ila Yanga wanatafuta matokeo. Kutafuta matokeo ni vipi? Ambapo timu hata ya mzee wetu Abasi hapo Ale Star pia inaweza katengeneza, au timu ya Nasoro Mwarabu Songa inaweza katengeneza, kwa sababu mpira wao wanavyotengeneza wao ni mpira wa sodo. Mpira sodo ni vipi? Jigidi anapokamata mpira anaangalia winga za pembeni zenye speed. Huwezi kumwona Diala akaanza mpira hapa. Ukiona mpira ameanza hapa, na maana winga zake haziamini au winga zimefichwa. Ndio maana Diala anaangalia winga ziko wapi. Kama winga zimetanuka ziko open, anapiga mipira mirefu. Ina maana safu ya ushambuliaji kuanzia nyuma, safu ya mabeki kwenda mbele kwa wapinzani hawana, na watu hao viungo hao hawana. Umeona? Kwa hiyo mara nyingi wanasajili winga za kimang'ati ambazo zinakimbia spidi lakini hazina akili. Unaelewa nini? Za kimang'ati. Watakupiga wenyewe. Watani wangu hao. Afu nimeoa huko. Yaani kwenye swala la spidi, ng'ombe amekimbia. Ni sawasawa wamemuona yani mpira unapomuona yule nani yule unamtana nani Okelo. Yani anapotanguza ule mpira pap. Ni sasa na ule mang'ati amemuona ng'ombe ametoka zizini, amekimbia pap. Kwa hiyo ni mwendo wa spidi. Waita speed meter. Kwa hiyo ni kwenda ni kukimbia, lakini unashindwa kuelewa mbele pana uzio, pana mto unaitwa mnyuzi. Kuvuka lazima ujiandae baba.
Kwa hiyo mashabiki wa Yanga wabadilishe mpira, waambie safu yao ya timu yao na uongozi wabadilishe mpira na namna wachezaji wabadilishe. Tumeona mechi ya juzi ya Zanzibar, refa ametoka Kenya, ambaye ametoka Kenya amebadilisha mfumo mzima ya waamuzi. Sio kila sehemu ni kadi. Ongea na mchezaji, cheza vizuri. Hata mchezaji mwenyewe pia anakuelewa, anabadilisha mfumo wa kucheza kwa sababu kweli hapa nimecheza ovyo, afu ukiambia amenipa msamaha, acheza vizuri. Lakini ingekuwa hawa au kibongobongo, atusemee mabaya ligi yetu, afu ndio ligi inashika nafasi ya 5 hivi kweli penalti dakika za mwisho. Yaani yule nilichomkubali mimi, kadi sio sana. Diara yule nani Dube amepewa kadi kutokana na mdomo wake. Ile sehemu sio ya kopa, sio sema mipasho ile, sio kibao kata kile, ukata maneno. Ushaambia fanya kazi. Ama ndembele achia huko. Yeye amepewa kadi kwa sababu ya mdomo, na yule mtu sio mdomo. Sehemu ya foul naweka foul. Kona, penalti. Na mpira umeenda haki. Nitakuwa na shabiki wa Yanga mbungu chuchu kusema ile penalti ya kupewa. Wewe unamtoa wachezaji wa maana watuwekea kitu kama ndio matokeo yalipotokea pale. Ndio maana wanaamika nini? Maji. Wanaamiki mchezaji wao kucheza alafu wanaamika yale maji. Utaendelea hivyo maji, mafuta, mamposa, vitu. Shida tu ni kwamba leo ni siku ya kuonyesha ukubwa wa Simba. Leo ni siku ya kumuona Selemani Mwalimu Gomez akishika fimbo yake akielekeza wanafunzi. Ndio wale wanafunzi wakiona kina Baka, wanafunzi wale ndio wanafunzi wake na kuwachapa. Kaa hapa, tukabi hivi, tunakaba hivi. Diala tudaki hivi, tunadaka mwenye kifimbo chake, kifimbo cheza. Huyo ni mwalimu. Alafu kuna mtu wa kuwatoa nyongo, kushtua kidogo nyongo. Lipasi age na aula. Usiseme aula kama vile mngoni mimi. Sema aula. Lipasi age. Kwa hiyo mashabiki wa Simba leo tujiweke fiti, kalikiti, ushindi lazima. Haina draw.